mwaka 2025, lakini Mungu ametusaidia kuyafanya. Tumekuwa na wageni kutoka nchi za nje ambao haikuwa rahisi kuwahifadhi, lakini kwa neema ya Mungu tukawahifadhi mwezi wa 5, mwezi wa 8. Mwaka 2025 Bwana akatusaidia tukafungua makanisa mawili, tena kwa gharama kubwa na kwa nguvu nyingi, na tukaweka wachungaji bila kushindwa. Mwaka 2025 mpaka sasa kwenye kanisa ambalo tupo, Bwana amelinda watu wetu. Kuna akina mama walikuwa wajawazito mwaka huu, kuna watu walizaa na Mungu amewahifadhi hata sasa. Bwana ametunza wakongwe na watoto wetu na hata vijana wetu na wazee wetu. Bwana ametujalia kuwa na chakula. Mungu ametujalia kuwa na mambo mengi. Ndio maana nataka niseme hivi, kwa nini tujifunze kumshukuru Mungu? Namba 1, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ufahari, ya utukufu, utakatifu na ukuu wa Mungu. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Mtu wa Mungu, usiwe unamshukuru Mungu tu eti kwa sababu amekufanyia chochote. Kanisa, jifunze kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Utakatifu na utukufu ni wake. Yeye ndiye ameumba dunia kwa jinsi ilivyo. Sema amen. Ninazungumza habari za shukrani, maana mwaka unaisha. Kanisa, tunajifunza kumshukuru Mungu kwa sababu niwekee kwenye Zaburi 9. Yeye ni Mungu ambaye anapaswa kuabudiwa. Amen. Yeye ni Mungu ambaye anapaswa kuabudiwa na kushukuriwa na kuinuliwa kwa sababu ya uaminifu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hapo maandiko haya ambayo yameandikwa, nasema nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Huyu ni Mungu ambaye anasema maneno haya, nitafurahia na kukushangilia wewe, nitalimbia jina lako wewe uliye juu. Unaona, mtumishi wa Mungu anaposema maneno haya anazungumza kwamba atamshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye ambaye ameumba na ametengeneza vitu vyote na matendo yake ni ajabu. So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ufahari na utukufu na utakatifu na ukuu wake. Kuna hizo vitabu hapo chini, unaweza ukaziandika: Zaburi 96 mstari wa 4 na wa 9, na Zaburi 99 mstari wa 3 na 41. Nafikiri umemaliza. Namba 2, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya matendo makuu yake, hasa wokovu na ukombozi, rehema zake, neema na upendo wake ambao havikomi kwenye maisha yetu. Amen. Kanisa, sio kwa sababu sisi ni wazuri. Kuna watu wao wanasema ya kwamba wakeheri ya heri mimi niko hai. Hapana, hauko hai kwa sababu wewe ni mzuri. Hauko hai kwa sababu umetenda mambo mazuri. Hauko hapa kwa sababu wewe umefanya chochote. Tuko hapa kwa sababu ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kwa sababu ya rehema za Mungu ambazo ni mpya kwetu kila asubuhi. Hata asubuhi ya leo Mungu ametupea rehema zake na amezifanya kwetu kuwa mpya. Ndio maana tuko hapa kwa jina la Yesu. Amen. Jana juzi, kwanza ile wiki nyingine, nikawa ninaangalia news ya kwamba usiku wa kuamkia, ilikuwa ni majira ya alfajiri, kuna mbunge mmoja maalum kutoka Western alitoka na gari lake nyumbani kwake, akatoka kuamkia jana. Bwana Jirombo Silas anatoka na Mercedes Benz yake, anaenda leo. Tena kuna matanga mengine ya mbunge huyu, alikuwa ni waziri wa zamani. Shukuru Mungu. Kwa nini tujifunze kumwambia Mungu asante? Ya kwanza ni kwa sababu ya ukuu wake, kwa sababu ya nguvu zake, kwa sababu yeye ni Mungu muumbaji, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye ana utukufu na ufahari
kuliko kitu chochote. Aisee bana, kanisa, hebu angalia uzuri wa Mungu. Just see, ana milima, ana wanyama, ana watu waliowaumba kwa jinsi yake. Ijapokuwa sisi ni binadamu, lakini angalia sura tulizo nazo ni tofauti. Tuna kimo tofauti, wengine warefu, wengine wafupi, wengine wembamba, wengine wanene, wengine weusi, wengine wekundu, wengine unaona abantu banichibuya, abantu banuka, abantu bakanakuka, abantu babi. Yaani Mungu amedesign. Pigia Yesu makofi. Ametudesign. Onda mukuru, onda kanaruka, onda nebuya, onda nitukia werekema, onda shukile, onda swaringe wememaha, onda beretu. Tukichanganya hizi kala zote, tunaleta fahari kwa Mungu, tunaleta utukufu kwa Mungu. Amen. Jamani, ukienda kwenye msitu unaona miti aina aina, ibiorei, ichimange, chinkochi, ichinsiri, ibinyamare, kinyamare menaka tiaka. Lakini kianda abantu bagogere gichure, so kiro tole ni kinyamare, wigo bora bakakabara gusifa. Ya. Tebara gusifa. Ikichweke hogewe, so kilikija barakema. Anakija kwa mtu kika. Hiyo mimi nikiangalia hivi vitu vyote, ninaona hakuna mkono wa mwanadamu uliyeumba, hakuna mkono wa mwanadamu uliofanya. Ninajua ni mkono wa Mungu, inastahili mwambie Mungu asante, nimshukuru kwa kazi ya ajabu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Angalia nyumba yako. Just see your house. God has built a house for you. Na vitu navyo ndani yake. Kwa sababu hilo vyote vinampa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake maalum ya ukombozi katika maisha yetu. Kama vile kuponywa kutoka kwa magonjwa, maadui na mateso na kadhalika. Kwa nini tumshukuru Mungu? Kwa sababu ya matendo yake maalum. Ametukomboa. Kuna laana ya mababu zetu ingetumaliza. Jasi amore soko yina alikututumba hande kanyore muonini kasoma hiyo neno kwa Kikuyu kanifaidiza. Mungu ametusaidia. Tungemalizwa na laana za mababu zetu. Tungemalizwa na mila na desturi za babu zetu. Tungefia pale. Kulikuwa na maagizo kusoma kitabu kukomboa kutoka kwenye laana. Tunamshukuru kwa sababu ya wokovu. Wewe nikwambie ndugu, wewe unajua labda hujatoka hapa. Wewe umekuja hapa Mkongo na sali hapa. Wewe nikwambie kwamba wale watu tumetembea, tumeona faida ya wokovu. Kuna wakati mwingine wewe unajiuliza hivi, kwa kweli kama Mungu hukuniokoa, heshima hii ningeipata wapi? Sometimes tunakuja mikutano, hata juzi nilikuwa mkutano Kahaji. Watu wanapewa doctorate, Montebello, wanasema mambo ya roho na nafsi kama vile chakula, mvua, ulinzi na kadhalika. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya upaji wake. The Bible is our provision. He is our provider. We thank God for his provision. Ni Mungu atupae. Zaburi 23. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji matulivu huniongoza. Huniwisha nafsi yangu kwa ajili ya jina lake. Huandaa meza mbele ya watesi wangu, na gongo lake na fimbo yake hunifariji. Amen. Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, maana gongo lake na fimbo yake hunifariji. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? He is my provider. Na kwa sababu yeye ni Mungu anayetupa, kanisa lazima liwe na sababu ya kumwambia Mungu asante. Si Jumapili tukaomba hapa? Si tuliomba mvua? Si mvua imenyesha? Kwa nini tusimshukuru? Unajua kuna siku ya Ijumaa, ilikuwa Ijumaa. Kuna siku nilikuwa napandisha kuja hapa juu. Nafikiri Ijumaa. Mtu anasema